ya kuja mbele zako kuabudu kama kanisa, kama watu uliowateua, ukawachagua, ukatuosha na damu yako, ukatusamehea. Tunakushukuru umetufikisha katika nyumba hii yako, na tunaomba uendelee kuwa nasi kufikia tamati. Mungu wetu, mioyo yetu inakutamani, mioyo yetu inatamani kujazwa na wewe, inatamani kuongozwa na wewe. Mungu wetu, tunanyenyekea kwako, tuhurumie, tusamehe makosa na madhambi na maovu na mawaa. Damu yako ituoshe, tutakase, tukubalike mbele zako Mungu wetu na Baba yetu. Hatuna mwingine wa kutumainia, ni wewe tu ambaye usiyeshindwa, nasi tunajua hatutashindwa. Utukuzwe, uhimidiwe nyakati zote, siku zote. Nani katika jina kuu la Yesu tunaomba tukiamini. Amen and amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Asante sana Yesu. Thank you so much for your wonderful ministry. God bless you wonderfully and mightily. Amen. Kwa jina naitwa Mchungaji Francis Gadege Midengi. Nashukuru Mungu kwa kunifikisha mahali hapa, na pia nawashukuru kwenu nyinyi kuweza kufika kanisani siku ya leo. Hebu jipigeni makofi pia. Thank you. Najua kuna some of us wameenda Nairobi na waliniambia, na kwa sababu we never live in isolation. The truth is, kila mtu hapa ako na ndugu yake, ako na dada yake, na saa zingine kama ndugu yako ama dada yako ako na jambo, akikuita bado ni sawa, because we don't live in isolation. Na kila mtu hapa ametoka mahali, kweli uongo. Na saa zingine especially wakati tumefunga hizi mashule, kuna nafasi sana ya kuenda manyumbani. Amen. Nilikuwa nikaweka kichwa cha ujumbe ambacho kinasema who is so great. Uzuie huyo mtoto makelele tafadhali. Acha kuvutafuta kiti. Nani huyo? Ujumbe huu unasema who is so great a God as our God. Bwana asifiwe. Na nilikuwa ninasoma tu Biblia, hata kichwa cha ujumbe kilikuwa tofauti, lakini kilikuwa kinapelekana na andiko hili ambalo nililolisoma katika Zaburi 77:13. Ni wimbo wa Asaf, na katika kunena mstari wa 13 part B akauliza who is so great a God as our God. Bwana asifiwe. Once in a while ni vizuri tumpambe Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tumuwaze Mungu wetu, tumweke katika akili. Bwana asifiwe. It's always good to know that we serve a mighty God. Na hili ni jambo lazima uhimize moyo wako, nihimize moyo wangu. What kind of a God am I dealing with? Amen. Na ukimweka katika hiyo ratili, in your spirit, in your soul, in your mind, you discover that your faith is built. Ujumbe huu sana sana ni wa kujenga imani yetu kwa Mungu. Amen. Because it is always good to reflect on the God we are dealing with. Amen. Always good to reflect. Na hata kama ujumbe si utoi hapo directly, na utoa katika Waefeso 3, ambapo ningependa tusome Ephesians chapter 3 verse 20 and 21. Waefeso mlango ni wa 3 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema hivi: Now unto him that is able to exceedingly abundantly
above all that we ask of or think, according to the power that worketh in us. And to him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Baba, asante kwa neno lako hili. Naomba ukalitumie kama chombo chako kuweza kujenga imani ya kila mmoja wetu na kukutumainia Mungu wetu, kwa sababu wewe ndiye tegemeo na msingi imara wa maisha ya wale walioingia katika ufalme wako. Utukuzwe, uhimidiwe, na ni katika jina kuu la Yesu naomba nikiamini. Amen. Okay. We all have needs, spiritual, physical, emotional and financial. Ukweli urongo? Needs zetu, mahitaji zetu, they vary. Na hata tukifunzwa Biblia hapa tumeambiwa ya kwamba hata hizo needs they are like seasonal. Saa zingine mambo ni mazuri, saa zingine hakuna hata chumvi. Once in a while, our needs vary from time to time. Na saa zingine needs sio pesa peke yake. Saa zingine it is spiritual. Saa zingine unasikia kuna ukame, inakubidi uambie Mungu, tafadhali nijaze roho yangu na nafsi yangu. Kwa sababu kama roho yako itakuwa tupu, hata ukiwa na pesa kwa mfuko, hutakuwa na furaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo needs are different at different times. Na hakuna mtu ako na hitaji linafanana na yule mwingine. Bwana asifiwe. Amen. So our needs could be spiritual. Amen. They could be physical. Physical aje, labda unaumwa, saa ingine unaumwa na jino, sijui nini. Bwana asifiwe. Ama na magoti. Ingana na miaka yako. Na bado tutahitaji Mungu. Ukweli urongo? Hata uwe wa miaka ngapi, needs zetu ni tofauti. Bwana asifiwe. Other needs are emotional. Ukweli urongo? Saa zingine unachindwa, Mungu, kwani niko peke yangu kwa dunia? That is emotional. Hakuna mtu anaweza fikiria hata anipigie simu, hata anisalimie kwa hii dunia, kwani niko peke yangu. Wakati unasikia roho yako inafika hapo, that is an emotional need. Praise God. Kwani mimi sina mwenyewe, that is emotional. And it is always good to ask God, help me. Oh, hallelujah. Zingine ni financial. Ni pesa unataka. Unahesabu vidole vinaisha. Pesa haitoshi. In this passage, we are reminded that our God is not limited. Oh, hallelujah. Katika hiyo wa Efeso, na hata yule mwandishi wa Zaburi anatuonyesha Mungu wetu hayuko limited. Yaani huwezi maliza baraka alizo nazo, impossible. Huwezi maliza rasilimali alizo nazo. That is the bottom line. Ni kama mtu anayejenga nyumba ya msingi. Wakati unajenga nyumba na uchaweka msingi then you know that hata dhoruba ikija, hiyo nyumba itasimama.
imesimama, haukuiwekelea tu na ukaishikilia hivi na fito. Ati upepo unaweza kuja, wacha nishikilie hii nyumba na hii miti. Mungu sio ndizi. Mungu sio nini? Sio ndizi wakati imezaa ati unashikilia na miti. Imani yetu tuijenge, ukweli iwe ndani ya Mungu. Oh, glory be to God. Kiasi ya kusema hakuna mashida, na ndio nikasema mashida ziko. Bwana asifiwe. Lakini hata kama ziko, where is our hope? Where is our faith? He is able to do far more than we can imagine. Unajua imagination ni nini? Imagination ni kuwaza zile vitu haziko. Kuna mchungaji rafiki yangu juzi, tulisoma naye Kampala, na kupigiana naye simu kwanza tulianza kucheka kwa sababu najua life yake alikuwa anasungusha koti kama biashara, akifanya biashara, na anajua Nairobi yote. Of course kama unasungusha koti na unatafuta ni nani utauzia, si unajua Nairobi yote. Sasa nikamwambia, wakati aliniambia kwa Nairobi, nikamtumia pesa kidogo, nikamwambia enda ununue zile kuku ambazo zilikuwa zinapiganga somersault na hatungeweza kununua hiyo wakati. Sasa enda ununue. Oh, glory be to God. At that time it was an imagination. Unajiuliza hii kuku na vile inadondoka mafuta, watu wamepanga laini na wewe uweze panga, huna pesa. Hiyo imagination ya kupata hiyo kuku akatakatwe na upewe chips umukule, hiyo ndio imagination. Lakini hauna Do you understand? Sasa Biblia inasema huyu Mungu wetu ako na uwezo far more. He is able to do. Mungu huyu anaweza kufanya zaidi ya ile kitu wewe unafikiria. Oh, glory be to God. His power. No, today we learn to trust. Amen. His ability and depend on his power working within us. Amen. Kwa hivyo leo tunajifunza kutumainia uwezo na kutegemea nguvu za Mungu ambazo zinafanya kazi ndani yetu. Nataka nikwambie hakuna kitu unaweza bila Mungu. Hata saa hiyo kupumua unapumua kwa sababu Mungu ameruhusu upumue leo. Otherwise, switching off your oxygen would take him a millisecond. Ukitambua ya kwamba all about you is about God, you are able to depend on him. Kwa sababu hata survival yako saa hii ni kwa neema yake. Bwana asifiwe. Why should we trust that God is able to meet our needs? That is the question. Kwa nini tutegemea kwamba Mungu ana uwezo wa kukutana na mahitaji zetu? Niko na mambo matatu. Bwana asifiwe. Maine kumradhi. Mambo manne ama lessons nne za kutegemea Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata hawa watu wa dunia, hata kama ni mzazi wako, kwa nini unamtegemea? Si kwanza ni kwa sababu ni
ni mzazi. Na unajua mzazi anaweza pambana, afadhali hata akope, kwa sababu ni mzazi wako, ni mzazi wako. Wewe utakuwa unameza tu ugali hapo, lakini hujui mama yako ameenda amelia kwa kioski. Wewe ni kumeza tu. Wakati utakomaa ndio utajua haikuwa rahisi. Wakati utakomaa ndio utashukuru mzazi wako. Huwa mnapeana story ya my daughter hapa. Siku moja akawa amepewa pesa yake hii ya kuzunguka hii nitatea wanawake. Na nikajua my daughter hata kosa 8,000. Ile namlipiaga kwa hostel every month without fail. Every without fail. Miaka ngapi Naomi? Ilikuwa miaka 3 without fail. Every month 80,000. Nikamtai wakati ako na kakitu. Nikamwambia hii mwezi jiribie. Ilimuuma mpaka kanipigia simu. Akasema, "Inakuumanga hivyo?" Nikamwambia hivyo ndivyo inaniumanga. Hawa watoto hawawezi elewa kile mzazi anapitia mpaka atakapokuwa mzazi yeye mwenyewe. Amen. Labda pia tukifika mbinguni tukiona ile maombi tumekuwa tukisumbua Mungu naye, labda ndio tutaelewa. Bwana asifiwe. Lakini naongea kuhusu trust. Why did Naomi trust me? Because I am her father. Kwa hivyo kuna parameters za kutrust mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama ninasema to trust Mungu, kuna parameters. Kwanza, umempea maisha yako. Watu wanaulizaga ati Mungu alikuwa wapi hiyo accident ikitokea? Ulimwambia unasafiri? Amen. Unajua watu wa dunia hata wale hawaamini Mungu wako na mazoea ya kuuliza kama kungekuwa na Mungu, kwa nini kulitokea storm? Sikatai kulitokea storm. Wewe ulikuwa umemwambia akutoe kwa storm. Kwa hivyo hata kama tunaongea mambo ya kutrust mtu, lazima kuwe kuna mahusiano. Relationship yako na Mungu iko. Mungu na wewe huwa mnaongea. Mko na mkataba yeyote. Unaweza enda kwa hii factory uitishe mshahara na ufanyage kazi kwa hiyo factory. Is it possible? Ati mimi naitwa Gedeji, nimeona watu wanapanga laini. Ati nikaona nipange laini hata mimi nipewe mshahara. Unapewa mshahara, unafanyaga kazi yako. Hata kama ukweli tunaitisha Mungu vitu, uko na uhusiano gani na yeye? Wakati wengine wanatoa fungu la 10, wewe unatoa. Kwa sababu Mungu amesema wewe unapotoa fungu la 10 na unaleta sadaka kwa kanisa, yeye mwenyewe sio kuchurutishwa. Yeye mwenyewe atafungua madirisha ya wapi? Akupatie vitu ukose mahali gani ya kuweka. Hiyo ni neno si neno? Hata kama unataka, wewe uko na uhusiano gani na yule unataka vitu na yeye? Ati utoke tu huko tumepika ugali na mrenda, na nimesema wewe uniite, sijaonja mrenda for a long time. Unajua nilienda kwa walia wakanipatia mrenda ikateremka ikaacha ugali kwa mdomo. Kashindo, ni nini nimepewa? Ati uwekewe ugali. Who are you? Who are you? Hata Mungu anaweza kukuuliza who are you? Umekuja kuitisha mali ya watoto. Hata yule mwanamke alikuwa ni Mkanani. Alipotokea akamwambia Yesu, niponyee mtoto.
Akamwambia, my friend, chakula ya watoto haipewi umbwa. Akasema, lakini chakula pia ikitoka kwa meza ile watoto walikuwa wanakula, umbwa anaweza okota. Yesu akaona huyu mama akosa. Akaambia, maombi yako imefanya nini? Imejibiwa. Wewe unataka ujibiwe ni pointi gani umeangusha mbele ya Yesu? Umeangusha pointi gani? Umemwambia nini Yesu? Unajua hata kama ni kuomba usiende tu kulia hapo. Kama unalia ni ulie kwa sababu amekujaza. Umeenda ukamwambia, mimi Mungu nimekuomba miaka kadhaa na hili jambo hujanijibu. Na unajua kujitolea kwako. Mimi sadaka natoa. Fungu la 10 natoa. Na umesema wewe mwenyewe utafungua mbingu on my behalf. Naomba ifunguliwe katika jina la Yesu. Kulingana na ile uhusiano uko na yeye na wewe. Oh, praise God. Kwa hivyo hata kama tunasema ati Mungu ni mkubwa, sikatai ni mkubwa, lakini uko na uhusiano gani na yeye? Unaweza enda hapa kwa Sapulo useme akukatie chama. Utasikia akifungulia umbwa. Utasikia akifungulia nini? Na kama wewe ni mtoto yake, uzuche, atakwambia tulia basi, nitatafuta samea akupimie, kwa sababu there is a relationship. Praise God. There is a relationship we must build. So please build your relationship with God. Mwambie jirani yako, tengeneza uhusiano wako na Mungu. Wewe unajua kila mtu hapa. Mtu akipita unajua huyo ni nani na anaenda wapi na anakulanga nini. Yaani unajua mambo ya watu mpaka kwa boma yao. Hata vile anapigango na bwana yake. Hiyo, lakini mambo yako na Mungu hujui, ya wenyewe tu ndio unajua. My friend, change your ways. Tugeuke, tumtazame Yesu aliyetufilia msalabani. Ako na agenda tofauti na sisi, na hiyo agenda ni agenda mzuri. Tutengeneze relationship na yeye. Bwana asifiwe. Kama hakuwa na relationship na Lazaro, hangeshinda kuja. Angeacha akufe kama wale watu wengine walikuwa wamekufa kwa kijiji. Kwani ni Lazaro peke yake alikuwa amekufa hiyo yeye? Lakini Yesu alienda mahali ako na uhusiano na mtu, na hiyo familia akatokea. By the time anafika wachaanza kulia. Kama ungekuwa hapa, huyu jamaa hangekufa, na ukweli alikuwa achakufa, achaanza kunuka. Na kwa sababu Yesu ni mzuri, ukiwa na relationship na yeye, hata kama unanuka, atakusaidia. Hata kama umekufa, atakufufua. Amen. Unajua kukufa ni kumaanisha mambo yako yameisha. Hata hawa dada zake kila mtu ameisha, huyu mtu hata tushamzika. It's over. But Jesus still came. Oh, glory be to God. Let Jesus still come in your situation. Let him still come. Hata kama umekufa, hata kama umejihesabia mimi sasa nimekufa, wacha Yesu akufuate wewe. Hata kama unasema umekufa, akuje akufufue, kwa sababu uko na relationship na yeye. Bwana asifiwe. Point number 1, we believe that God is able to do more than we ask. Kwanza tunaamini. Amen. Kwa hivyo ni imani ya kwamba Mungu wangu anaweza. Oh, glory be to God. Now to him who is able. He is able. That must be your statement of faith deep down in your spirit. Statement
ni kitu unaandika kwa moyo, Mungu wangu anaweza. Kama amefufua mtu amekufa na akanuka, na yako siwe uko hai, basi yako ni rahisi. Amen. Siwe hata unanukia vizuri, hata umejipaka ile mafuta ya ng'ombe Alemis, Lazaro hangejipaka, alikuwa anagoja apangwe, na alikuwa amepangwa. Now to him who is able to do, and not just to do, exceedingly, abundantly, above all that we ask. Sikia vile zinafuatana. Ni kama uende kwa mtu wa duka, ulikuwa unataka sukari. Akuulize, ulikuwa unataka sukari, kwani hutaki majani? Yeye mwenyewe anaenda analete majani. Hata hujamuitisha, analete majani. Kwa hutaki mkate? Hata kabla ujibu, anaenda analete. Hutaki blue band? Kabla ujibu anaenda analete. Hutaki unga? Kavagara. Yeye mwenyewe anaenda analete kavagara. Anakuangalia, maziwa hutaki, kabla ujibu ati nataka, anaenda analeta. Kabla ugundue ashaleta mpaka gunia ya kuweka, kwa sababu ile karatasi ya kawaida haiwezi kufika nyumba. That's what I'm talking about. Our God is able to do more than what you are asking. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yaani atakuja na vitu, wewe umekujia sukari. Siku moja nikinunua vitu mahali, nikawa nimekaa, nikaona mama moja anaitisha sukari kakuota, na hata hataki kuongea kwa sauti, anaona haya. Nikamwambia muuzaji, mpatie kilo. Amen. Yes. Exceedingly more than you are asking. Our God is able. Oh, glory be to God. Na kama ni watu wanafaa kuleta wa kufanya hiyo muujiza, si atuletee basi. Amen. Alete situation ambayo itabadilisha our lives for good. Jeremiah 32:17 inasema, there is nothing too hard for God, for you God. Amen. Matthew 7:11, God gives good things to those who ask him. Nadhani tumefunzwa hata hiyo leo. Mungu anatupatia vitu vizuri wale wanamuuliza. Kwa hivyo tujifunze kumuuliza, na usichoke. Bwana asifiwe, kwa sababu mwishowe bado ni Mungu tu atakujibu. Mwishowe ni nani bado atafanya nini? Ni Mungu tu bado atakujibu. Unaangalia kwa njia, hata kama kuna mtu atatokana na njia, ujue ni Mungu atakuwa amemtuma. Kwa hivyo tuingie na kwa mahusiano na Mungu. Tumuombe kwa sababu anaweza. Oh, glory be to God. Amen. We should pray boldly, knowing that God can do more than what we are asking. He can do more than what we are asking. And by the way, naenda America bila kutoa tururu. Si niliwaambia kama ningewaitisha pesa ya Amerika tutachanga hapa miaka ngapi? Sitabidi kila babu uende uuze ng'ombe ndio unilete. Alafu bwana yako atutafute hapa na panga. Ati huyo pastor wenu mnampelekea ng'ombe, mnampelekea mbuzi,
Mimi sitaki kuku na mbuzi za watu. Sitaki kufanya vikaragosi hapa ati niuze mafuta hapa na maji ati ndio nipate pesa. Uongo. Mungu wangu anaweza. Tuesday by the grace of God nachukua ndege mpaka Qatar. Nakasirika kwa sababu nimewahi enda Qatar. Nilitaka nipelekwe place nyingine lakini wacha niache Pang'ana. Kutoka Qatar mpaka New York, sijawahi kanyanga New York. Na hakuna mchango nimefanya kwa sababu baba yake ati mapema. Kinanda inapiga makofi kwa sababu hamukupiga. Wachana naye. Lazima nafurahia. Kwani ni mchezo? Nikiona zile dola wamenilipia hivi. Kama ningeweza ningewaambia usimunipatie hii pesa. Simunipatie hii pesa. Mingi. Mpaka New York. I hope nitafika mchana ndio nipige. Unajua napigaga ndege ikienda ndio niseme ndio nimefika New York. Huwa napiga wale wananifuataga. Hata nikienda London for the first time nilishoot. Nani aliona hiyo? Unadhani kufika London ni mchezo wewe? Watu walikuwa wametuteka nyara hapa tukakuwa mahabusu. Hai. Alafu ndio niende North Carolina. Tumalize mission hapo, nitoke hapo niende Texas, Houston, alafu sasa niende Tucson. Mahali sijaenda. Nitaenda kuona yule bishop wetu. Sasa mnitume na salamu. Nipatieni salamu. Nimfikishie. Arizona. Kae siku kidogo. Alafu niende Houston, alafu niende Louisiana, alafu ndio nirudi. Na sijatoa ndululu, sitaki kuongea kwa sauti. Mahoteli nimekodishiwa. Nafika tu naenda naangalia ile basi naenda ile hoteli ninaenda. Hiyo ndio kazi yangu. Na ninabebwa bure na mabegi zangu. Sasa wale watu African American wananiongelesha lakini sijui ni nini wanaongelesha. I hope nitaelewa this time. Amen. Alafu nitarudia London. Nikuje na KQ. At least Kenya yetu pia imepata kakitu. Amen. Anaweza fanya more than exceedingly abundantly. Anaongeze. Kwani hiyo ni nini imenifanyikia? Hiyo ni nini imenifanyikia? Kama si neno. Amen. He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. Mimi naona Mungu hapo, my friend. Yaani unafika kwa kiwanja ya ndege wanakufungulia. Ndile besha dutete. Hapo si kama si Mungu ni nani hata wewe? Si basi hata nyinyi nawaambukiza hiyo neema. Niwashike. Kama kweli na hiyo neema in the name of Jesus. Amen. Point number 2. We trust that God understands even what we cannot express. Hiyo point inaenda kwa Pastor Joyce. Mungu anaelewa hata kile hujaongea na mdomo. Amen. Kwa sababu saa zingine kile tunataka Mungu atufanyie hata kuiongea tunashindwa tutaianza aje. Therefore we trust
that God understands even what we cannot express. Above all, that we ask or think. Imagine hiyo ni neno. Yaani Mungu ako tayari kujibu hata kile hatujauliza na kile tumeuliza, hata kile umefikiria peke yake. Kufikiria tu Mungu achasikia. Oh, haleluya. Saa ingine hata nikuota umeota. Nataka nikwambie Mungu anaweza hata hii umeota. Anaweza. Bwana asifiwe. Sometimes we lack words, but God knows our hearts and the thoughts. Saa ingine hatuna matamshi. Saa ingine ni machozi tu imetoka. Nataka nikwambie Mungu ameelewa hata hiyo machozi uko nayo. Hata kama ni wazo limepitia hapo kuhusu mtoto, ujue Mungu amesikia kama ombi. Hata kama ni wazo tu limepita kuhusu mke wako, kuhusu bwana yako, let me tell you, Mungu ajajua. Hata kama ni wazo tu umejiwazia, Mungu, singekuwa pia mimi. Na si ati ni wivu uko nayo, si ati ni uchawi uko nayo, ni just a sincere hope that it can happen to me also. Let me tell you, God has heard that cry. Bwana asifiwe. Just trust that He is able to meet that need, even if it's a mere thought or something in your heart. Amen. Romans 8:26 nasema the Spirit helps us in our weaknesses. Hata wakati tuko na udhaifu, Roho wa Mungu huwa anatusaidia. Msisahau hatuko peke yetu pia. Hatuko peke yetu. Wale tumeokoka tuko na Yesu na tuko na Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu. Bwana asifiwe. Saa ingine hata ukilemewa mwambie Roho wa Mungu nisaidie. Hii imepita. Usikubali nipate hata attack kwa sababu ya hii shida. Nisaidie. Calm me. Help me to calm down. Ni kama mtu anafunga gari yake breki polepole. Roho wa Mungu akupatie calmness hata wakati tunapitia mambo magumu. Bwana asifiwe. Psalm 139:2 inasema God understands our thoughts from afar. Anaelewa. Unajua thoughts ni yale mambo unafikiria. Mungu atusaidie tufikirie mazuri. Bwana asifiwe. Mazuri yanayotuhusu. Mazuri yanayohusu familia zetu. Na ukisikia mabaya pia unamwambia, Mungu niondolee haya ni mabaya. Haya ni mabaya siyataki. Kwa sababu gani? Sisi ni watu wazuri. Watu wa Yesu ni watu wazuri. Hawana ukorofi, hawana ubaya na mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukisikia mabaya, wivu inaingia, nini hizi maporojo za dunia, unamwambia Mungu, please help me overcome. Praise God. Kwa sababu unaona anaelewa mawazo yetu kwa umbali, anaona. We do not fear when we cannot fully explain our need. God already knows. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiogope wakati huwezi elezea kila kitu. Maajabu, hata Musa alikuwa na kigugumizi. To an extent ya kumwambia Mungu, wewe unanituma niongee na hawa watu na unajua hata niko na kigugumizi. Mungu akamwambia, mimi hata ndio ninatengenezaga mdomo. Amen. Hata hiyo mdomo unasema ati kuna kigugumizi, mimi ndio ninatengeneza. Kumbe anataka awe na hiyo kigugumizi. Yaani anaenda na Mungu anakojea. Anamwambia ndio nataka uende Misri. Hiyo Misri ndio nataka uende. Kwa hivyo even in your own personal weaknesses, God is calling you
to fulfill a purpose on earth. Bwana asifiwe. Hata ukiwa na udhaifu huo wako, ati unajua mimi Mungu sikusoma, Mungu anajua haukusoma. Atakutumia mahali hata hapahitaji mtu amesoma. Oh, glory be to God. Kama umesoma, atakutumia mahali mtu amesoma anahitajika. Everybody is called to fulfill a purpose. Therefore, everybody is called to believe and trust God for a miracle, for an answered prayer. Kwa hivyo usiende upange laini uone ati wewe uko dunia pana. Hata wewe kuna mahali utaingia. Kuna mahali wewe ni wa muhimu. Point number 3, we rely on God's power working in us. Hatujitegemei. Oh, glory be to God. Hatufanyi nini? Hatujitegemei. Tunategemea nguvu ya Mungu ambayo inafanya kazi ndani yetu. Na hiyo nguvu iko. Bora umeokoka. Roho wa Mungu yuko, ndiye anafanya kazi ndani yako. Saa zingine I am afraid ya kuenda hizo airport ambazo sijaenda. Na ingine unaenda lazima uingie train na bado uko kwa airport. Unaona hiyo gate inakuonyesha mahali. Unafuata hiyo sign ya hiyo gate. Kwa sababu hizi mandege ndio uende na ndege fulani kuna gate. Kwa sababu ndege iko na hiyo gate, tuseme ni gate 14. Sasa hiyo gate 14 saa nyingine inakubidi uende uingie hata ujui unapelekwa wapi na hii train. Unaenda ikiangalia unaona imepita 12 na imepita 13, alafu imesimama 14. Alafu ndio unatoka. Hujui kitu. Kama hutategemea Mungu, utajikuta kwa town uulizake where am I? Sasa umeingia train, unaenda nchi zingine, unaenda hata hawajui lugha yako. Kama nikiwa sijui Kifaransa, unaenda na ndege zingine hata haijaandikwa saa vizuri. Utaenda wapi? Unaenda unakuta ma-TV huko, ndio unaanza kuangalia ndege hiyo namba, unaangalia ndege, unaangalia. Unaona iko gate fulani, ndio unakimbia. Ukiona ndio unapumzika. Somehow you need God's assurance. Ukweli urongo? Yes. Because these are foreign country, these are foreign people, na kila mtu ako na shida zake, kila mtu ako na shughuli zake. Na wewe uko na zako. What I really on is that power. There is an assurance within me ya kwamba niko sawa. Bwana asifiwe. Na ikifika kuna mtu umeona, unaweza muuliza kama wale wanaonyeshana na mwenyewe, uliza mapema kuliko kwenda kuangalia maskrini hapo, na unamwambia mimi naenda Amerika, naenda New York. Kwa sababu nakuta kuna ndege zinaenda different places. Naambia mimi naenda New York saa fulani. Hii gate iko wapi? Nakwambia enda ghorofa ya pili, hesabu. Ndio unakuta sasa wenzako. Na si ati hawa wenzako hata unajuana. They even don't care about you. Zingine hata hazijaandikwa hata ile kiti unafaa kukaa. Sasa zingine hata sijui nitaenda niulize nikae wapi. Kama hauna hii God's power working within you, hofu itakujaa. Hofu isikujae. Nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yako. Oh, praise God. That within us, according to the power that works in us, according to the power. There is already a power working within you. There is already a power working within me. Na hiyo power ndio inafungua milango. Hiyo power ndio inafanya upate kibali mbele za watu. Hiyo power ndio inakufanya upate biashara ya kukuendeleza the next level. Inakufungulia mlango, unaenda the next level. Na ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi ndani yetu. Wewe huioni, lakini iko. Hata ile roho inafanya kazi ndani yako, unaisikia kweli? Roho yenyewe ile inapampu damu. Unaisikia kweli?
Lakini ukifunga masikio yote mbili, utasikia kuna kitu inagonga gege gege. Ama uwe umekimbia, utasikia ding 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 ding. Ama ushtuke. Si ndio? Kwa sababu tukiwa wadogo tulikuwa tunashtuka, hakukuwa na stima. Unaona kimuti kinakaa kama mtu, unakimbia kwa nyumbani, unasikia kang kang kang. Kumbe ukikimbia nayo roho ilikuwa inakimbia. Bwana asifiwe. There is a power working within us. Kama vile your heart is working, there is God's power also working within you. Beyond your heart. Amen. Beyond your heart. Philippians 2:13 inasema God works in us to will and to do. Amen. Mungu anafanya kazi ndani yetu, to will and to do. Colossians 1:29 inasema his power works mightily in us. His power works mightily. Nguvu za Mungu zinafanya ndani yetu kwa nguvu. Amen. We must stay connected to God. Oh, glory be to God. Stay connected. Kama kale kadude kalikuwa kameisha stima juzi. Kisoi akaniambia hii kitu imebakisha pointi 4. Na nikamtumia pesa token. Ndio tukae tukiwa connected. Kwa hivyo hata kwa Mungu tukae tuko connected. Otherwise kama hatutakuwa connected na Kenya Power, hii stima hutaona. Hizi vyombo hatutatumia. The same with God's power. Let's stay connected so that when we need it, we have it. So let's stay connected to God. Bwana asifiwe. Allowing his power to guide and strengthen us daily. Tukiomba hiyo nguvu yake ambayo ni ya Roho Mtakatifu atuongoze kila siku, so that we can even know what to do when we are facing circumstances beyond our own power. Ukweli urongo. Amen. We also give God the glory for every provision. To him be glory in the church by Christ Jesus. When God meets our needs, we respond with the praise and the thanksgiving. Wakati sasa Mungu amekutana na hitaji lako, msifu, mtukuze, mpe utukufu. Na ndio tunapeana nafasi hapa ya watu kushuhudia. Kwa sababu kuna kitu Mungu anaweza kuwa amekufanyia. Sio maringo, hapana. Unakuja kupea nani utukufu? Mungu. Hata hiyo yangu ya kuenda huko Ulaya, napea Mungu utukufu, ambaye amenipatia nafasi ya kutembea na hizo ndege zote na sijatoa pesa. Amehakikisha kwa uwezo wake kuna wale wametoa hiyo pesa. Na hata wakati nilitaka kuenda hiyo Arizona, wakajua vile nitaenda hiyo Arizona, pesa ambayo ningetoa kwa mfuko, Mungu akatengeneza njia. Kwa sababu anajua hata hiyo pesa yeye ni sina. Sina. Kwa hivyo usinifuate uniambie pastor, vile unaenda mambo, usiniachie kakitu, sina kakitu. Hata inafaa uniambie siwende ukiweka kasode. Sasa hiyo nitaelewa. Atishika kakangini, ukifika pale airport kunywa kacha. Hiyo ndio itaeleweka. Hiyo ni Mungu amenilipia kila kitu huko. Na yeye nimepewa kadi hapa ni kutoa tu na kunywa kahawa. Usijali. Mungu amenitunza pia. Amen. Hai, kwani Mungu si ni wa ajabu? Wameniambia bora nisipitishe $50 US kila siku. Kwa hivyo naweza tumia $50. $50 sasa ni pesa ngapi? 50 times 125. Ngapi?
divide by 3. Na ujue divide by 3 ni how much per meal? Ngiri mbili. Kwa hivyo unaweza maliza sausage ya ngiri mbili hata kama wewe ni mwana mageni. Hai, si labda uwe umerogwa pia hata wewe. Lakini nimewekewa nikule breakfast ya ngiri ngapi? Lunch ya ngiri ngapi? Supper ya ngiri ngapi? Baadaye. Hiyo si ni chakula ya mtu hapa ya mwezi mzima. Na mimi nimepewa nikule siku moja. Leo nikule hivyo. Hata nikumaanisha hata hii nikirudi hata sitofai kutochea hii mlango. Yaani wakati unasikia exceeding ile, sio ndio hiyo exceeding ile. Hiyo ruhusa nimepewa, kadi hata iko hapa inakusikia. Hai. Nikitaka kulala mahali naweza tumia $100. Nikitaka kulala hoteli yoyote nisipitishe $100. Hiyo ni 10 na ngapi? Na 2,500. Hiyo ni hoteli unaweza pata hata Isinya, hakuna hoteli kama hiyo. Hiyo ni hoteli ya town. Hata unabebewa box. Unaenda unafuata mtu. Anafinya left. Kuna mtu wako hapa na hajawahi panda left. Inafaa kwanza tukuchape mjeredi. Enda ukapanda left town. Wacha uchanga. Bwana asifiwe. Isifunguke ukaanza kuuliza kwani hii ni choo? Sio choo, ni left. Bwana asifiwe. Point number 4 na ya mwisho. We trust God for every generation. Amen. Every generation means hata watoto wako. Trust God for them. Amen. Sio sisi peke yetu. Unajua vile tunabarikiwa ndivyo hata watu wetu wanabarikiwa. To all generations forever and ever, amen. God's ability is not limited to our time. It continues for all generations. Ability ya Mungu wacha tuipatiane hata kwa watoto. Ukikaa wakati una struggle, mwambie hawa watoto wangu, usikubali wa struggle kama mimi. Give them a better life. You are also blessing uzao wako. Na Mungu atupatie mali tupate hata ya kuachia watoto. Inafika mahali hata kama ni msichana kama huyu wetu akiolewa, unamtolea kataito, umefisha kataito D, unamwambia haka ni kako, enda ufanye vile unataka, usimwekee vikwazo. Ama namna gani? Mwambie haka nimekubarikia. Na ndio nimewaambiaga naombaga Mungu mimi anipe mali. Sitaki ati niwe ninaangalia kwa njia hivi kama kuna mtu anakuja ukiwa na bibi yangu na wewe, hebu dorora hauja. Yesu, na kuomba nipatie mingi ya kutosha. Amen. Ukisikia hodi uko sawa. Kama wakati nilikuwa natokezeana chocho yangu hodi, nakuta ameweka chai hapo kwa kuni na ile birika ya mabati na ameweka mataha. Ananiachia nikikula mataha na kachai, anarudi kwa chamba. That's wonderful. Bwana asifiwe. Sio mtu anatokea hivi. Kwanza mnaangalia kwa hiyo chombo kama amekuja na kitu mnaweza kula. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. At least anaweza kuwa amekuja na kamkate mkule na yeye pia
Mungu atutoe huko katika jina la Yesu. Mungu atutoe huko. Mungu atupatie mali katika jina la Yesu. Tuwe na ya kutosha. Tujiombee mapema. Mungu wetu ana uwezo wa kubadilisha situation yetu kuliko hata vile tumeota, kuliko hata vile tumeomba. Tafadhali, sio ni challenge mzuri? Hiyo ni challenge mzuri. Hebrews 13:8 nasema Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yule Yesu alikuwa siku zile, wakati alikuwa anaona watu wako na njaa. Nauliza, kwani mko na mikate ngapi? Yesu, hawa watu hata hawa wacha warudi tu kwa town. Ni kubaya, ni kudonyo. Wacha warudi kwa town. At least wanaweza bangaiza wakapata mandazi. Wakakula. Mbia, kwani mko na ngapi? Mikate 2 na samaki. Leteni. Yesu huyo ndiye huyo hajabadilika. Sijui alifanya nini? Mikate ikajaa kwa kikapu, samaki zikajaa, wakaanza kudistribute. Wacha ziende, wacha watu wakule, walianza hata kumtafuta bure. Ati Yesu, uko hapa? Kaambia, nyinyi najua hamnitafuti kwa sababu ya ile chakula mlikula. Pia tusitafute Yesu kwa sababu ya kukula tu, please. Na ndio nikasema tutengeneze relationship. Yaani wewe unangojea tu lunch ndio unatokea. Tukipalilia huonekanangi. Tukishota maji huonekani. Wakati tu tumewekelea omena kwa meza, hodi. Hata Mungu anajua wakati tunamfanyia karubandika. Hata Mungu anajua tusimfanyie karubandika. Tuwe real na yeye. Tutengeneze relationship na yeye. Tukikosa tunatubu, tunatengeneza relationship. Ili tukilia unasikia amekaribia na anakuambia, pole mwanangu, najua unayapitia hapa, lakini usijali, niko na plan. Oh, glory be to God. Mungu ako na plan ya kukujibu kuliko vile wewe hata umeomba. Praise God. Psalm 100:5. This truth endures to all generations. Ukweli huu unatambaa generations zinazofuata. We trust God not only for ourselves but also for our children and the future generations. Yale maombi naombi nambariki pamoja na watoto wake. Kana naambia Mungu, hata kizazi azae tu vijana tuwili tunafuka kijana, alafu akiexpect kasichana kakuja kakijana, ndio niitwe mimi. Already nishaomba. Nikute kama mtu kanaitwa Kadege. Naweza hata kukapea hata gari, nyumba, viatu, koti. Kwa hivyo baraka inaenda beyond. Sio mimi tu Mungu, ombea bibi yako. Amen. Ombea watoto. Ombea mzee. Ona tutoto kwa watoto wako. Kama mtu kama hako naweza kukapenda vibaya sana. Naweza mukatalia. Endeni huyu mtamkujia next month. Ama namna gani? Unajua mimi nililelewa na chocho yangu. Alinipenda. Hata ndio naona sikuli mayai. Alinipea mayai mingi. Naita wafa. Naita baba yake kwa sababu nilizaliwa nikiitwa Gathege, baba yake. Baba ya Wakeshi. Fafa. Sasa hiyo niko huko nachunga
kwa majani chai huko. Alafu inakuja, nadhani anaona majani chai ikikuja hivi, alafu ninatokea. Ninapewa sahani ya mayai. Fafa. Very happy to see me. Oh, glory be to God. Shosho yangu Wangechi alinipenda mpaka siku hizi sikuli mayai. Hata kwa ndege wanauliza zile vitu kuli, nasema mayai peke yake. Hiyo wanajua. Kwa sababu pia kwa ndege wanapitana, wanakuuliza chicken, beef ama ingine wanaita veg. Ile watu hawakuli hizi nyama wanaitwaje? Yes, or vegetarian. Mimi si vegetarian. Ati nikule majani kama mbuzi. Uongo. Chicken. Next time beef. Akipita ama fish. Akipita na chai ananiuliza tea or coffee? Tea. Ama saa nyingine anasema mix. Mwingine nilimwambia mix, akaniambia sijawahi sikia mtu mwingine ameuliza hivyo, kwa sababu hakuna mtu mwingine, ni mimi tu. Ni mimi kama mimi. Na Mungu aliniumba mimi Gadege peke yangu, special. Lazima ujiweke hapo. Ujione uko special. Ama namna gani? Hufanani na mtu mwingine kwa dunia, ni wewe tu. Oh, glory be to God. Nikimaliza, we serve a God who is able to meet every need beyond what we ask or think. We pray with confidence. Amen. Trust his power within you and give him all the glory. Bwana asifiwe. Let us walk in faith. Believe that our God is more than enough for every situation we face. Our God is more than enough. Mungu ni muweza.